amani. Tunayo kila sababu Baba kukushukuru kwa ajili ya siku tena njema ambayo Mungu umetupa kibali cha kuwamo nyumbani mwako. Ukampe kila mmoja neema na rehema zako Baba zikapate kuwa juu wako siku ya leo, ili Bwana tukapate kupokea kutoka kwako. Mtakatifu, wewe ambaye umekuwa pamoja nasi katika siku ya leo, kwa sababu tunajua tutatoka vile jinsi ambavyo tumeingia, lakini Bwana watu wako tukapata kutoka mahali hapa kwa jina lako Bwana Yesu. Sema wote amen. Tuketi. Neno letu ambalo tunajifunza na tunasikia siku ya leo ni chini ya kichwa kisemacho jieleze upate kupewa haki yako. Jieleze upate kupewa haki yako. Isaya sura ile ya 43, kitabu cha Isaya sura ya 43 na mstari ule wa 26. Isaya 43 mstari 26. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Hili ni neno la Mungu, ni neno lake Mungu kwetu sisi tuaminio. Ni kweli kwamba ziko ahadi nyingi sana juu ya watu wa Mungu au watoto wake Mungu, na anasema ahadi zote zilizoko katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo yeye ni amini apate kutukuzwa kwa sisi. Wakorintho wa pili sura ile ya 1 na mstari wa 20. Kitabu kile cha Wakorintho wa pili sura ile ya 1 na mstari wa 20. Maana ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Yaani ahadi zake zote ni za kweli na lazima zitimie, ndio maana yake. Ahadi zote za Mungu zilizopo katika yeye ni ndio. Tena kwa hiyo katika yeye ni amin, Mungu apate kutukuzwa kwa sisi. Sasa ahadi za Mungu juu ya waaminio ni nyingi sana. Mungu kama baba yetu na sisi kama watoto wake ametuahidi mambo mengi sana kupitia kwa neno na kwa njia ya imani. Sasa anasema ahadi hizi ni amin, ahadi hizi ni ndio, ni za kweli, kwa sababu Mungu anataka kutukuzwa kwa sisi, vile jinsi ambavyo atakuwa anatenda kwetu, vile Mungu atakavyojidhihirisha katika maisha yetu sisi waaminio, watu wengine wapate kumtukuza huyu Mungu kama jinsi ambavyo Mungu alitukuzwa wakati wa wana wa Israeli, na wote wakajua kwamba huyu Mungu wa wana wa Israeli ni Mungu mkuu, anafanya mambo makuu. Maana walikuwa nasikia habari za mambo ambayo Mungu alikuwa anawafanyia wana wa Israeli. Dunia yote ikapata kujua kwamba hakuna Mungu kama Mungu wa Israeli. Sasa ndivyo ilivyo na kwetu sisi tuaminio siku hizi tulizo nazo, kwamba huyu Mungu anataka kufanya kwetu sisi kupitia kwa ahadi zake nyingi alizoahidi, kwa sababu sisi ni watoto wake, ili huyo Mungu apate kujitofautisha na miungu mingine, na ijulikane kwamba Mungu huyu wa watu waliomwamini Kristo, wa watu waliotoa maisha yao kwa Kristo, watu waliookolewa, huyu Mungu ni Mungu mkuu, si Mungu anayefanana na watu wengine kama walivyo miungu mingine. Anataka kujitukuza. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sisi kama watu tulioamini tuna sehemu yetu ya kufanya
Maana kwanza lazima uwe unajijua kweli, ujijue wewe ni nani. Lazima ufahamu, ujue jinsi ambavyo Mungu anavyotunena tuaminio katika Kristo. Warumi sura ya 8 mstari ule wa 16 mpaka mstari wa 17. Warumi sura ya 8 mstari wa 16 mpaka 17. Roho mwenyewe hushuhudia pamoja na roho zetu ya kuwa sisi tu watoto wa Mungu. Sisi ni nani? Watoto wa Mungu. Mstari wa 17. Na kama tu watoto, basi tu warithi, warithi wa Mungu, warithio pamoja na Kristo. Naam, tukiteswa pamoja naye ili tupate na kutukuzwa pamoja naye. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo sisi ni watoto wa Mungu, sisi ni warithi, turithio pamoja na Kristo. Unaweza kuona kumbe vyote alivyo navyo Mungu, yeye anayesema mbingu na nchi ni mali yake, fedha na dhahabu ni vya kwake. Kama ni vya Baba aliye baba yetu, ina maana na sisi ni vya kwetu. Lakini bado huyu Mungu ni Mungu ambaye ana kanuni. Kuna maagizo yake ambaye ameyaweka kwa ajili ya sisi tuaminio. Anasema unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Na huko kumkumbusha Mungu, huko kuhojiana na Mungu, huko kueleza mambo yetu tupate kupewa haki yetu, ndiyo maombi yenyewe. Tunapoomba tunatakiwa kumkumbusha Mungu. Tunapoomba tunahojiana naye. Kuhojiana ni mazungumzo ya pande mbili. Wewe unakuwa unajieleza, unatoa sababu zako, unajieleza, unatoa sababu zako za nguvu. Kwa nini unaomba lile unaloliomba? Hitaji lako ni nini? Kama jinsi ambavyo tumekuwa tukiona katika maandiko mengine, jinsi ambavyo Mungu anataka tuwe tunamweleza yeye haja zetu zote, tuwe tunajieleza kwake. Tumweleze haja zetu zote. Wafilipi sura ya 4 mstari wa 6. Msijisumbue kwa neno lolote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba pamoja na kushukuru haja zenu na zijulikane na Mungu. Haja zetu, mahitaji yetu, Mungu anataka yajue. Sisi kama watoto wake hatuna haja kusumbua sana akili zetu, lakini tumshirikishe Mungu. Haina maana kwamba tusiweze kufanya jambo lolote au tusifanye kazi au tusitumie akili, tuwe tunakaa tu tunamshirikisha Mungu. Hapana, sio maana yake. Lakini Mungu anataka tuweze kueleza haja zetu ili yeye apate kushughulika na maisha yetu. Amen. Yeye anajishughulisha sana na mambo yetu kuliko sisi tunavyojua. Ndio maana Yesu anasema, siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa mkuomba. Mungu alivyotuangalia katika ulimwengu roho haoni kama tumeomba, kwa sababu vile alivyo navyo kama baba kwa watoto wake, vile alivyo navyo mali alizo nazo, mahitaji yetu aliyo nayo, yeye hahitaji chochote. Alivyo navyo ni kwa ajili ya watu wake. Anasema amjaomba lolote, kwa sababu haoni kama ni watu ambao tunamkumbusha
tunahojiana naye, tunajieleza ili tupate kupewa, maana ni haki yetu. Yohana sura ya 16 mstari wa 23 mpaka mstari wa 24. Yohana sura 16 mstari wa 23 mpaka mstari ule wa 24. Tena siku ile hamtaniuliza neno lolote. Amini amini nawaambia, mkimwomba Baba neno lolote atawapa kwa jina langu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo mbingu inavyotuangalia sisi, hata sasa hatujaomba neno kwa jina la Yesu. Ni watu ambao tunatarajia tu kupokea, lakini hatujaomba. Hajaona kule kumaanisha kwetu, ile bidii yetu, kwamba ni watu ambao tunamwendea Mungu, tunamkumbusha Mungu, tunahojiana naye, tunaeleza mambo yetu ili tupate kupewa haki yetu. Hata sasa hamkuomba neno kwa jina langu. Ombeni nanyi mtapata, furaha yenu iwe timilifu. Kwa hiyo Mungu katika mpango wake ameweka njia hii ya maombi, kwamba sisi tutawasiliana naye kwa maombi. Tutamkumbusha juu ya ahadi zetu kwa njia ya maombi. Tutahojiana naye kupitia kwa maombi. Tutaeleza mambo yetu kupitia kwa maombi. Alafu sasa yeye atatupatia haki yetu, atakupatia haki yako. Amen. Kama mtoto una haki kwa mzazi, una haki kwa baba. Tunayo haki kabisa. Tunayo haki ya kupewa vitu vingi sana. Tunayo haki ya kupata hiyo huduma kutoka juu mbinguni kabisa. Ni haki yetu kabisa. Lakini lazima tumkumbushe Mungu, lazima tuhojiane naye, lazima tueleze mambo yetu ili tupate kupewa hiyo haki yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana katika kitabu kile cha Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 17, Wathesalonike wa kwanza sura 5 mstari wa 17, ombeni bila kukoma. Ombeni bila kukoma. Maana yake ni nini? Utaweza kuona wanadamu huwa tunaweka huduma, umeme, tunaleta umeme mpaka nyumbani, alafu tunaunganisha na vitu mbalimbali, iwe ni taa au si ni TV au si kitu gani, alafu tunawasha tu. Ukiwasha tu namna hii taa inawaka. Ukiwasha tu namna hii labda ni television inawaka. Ukiwasha tu namna hii labda unataka feni. Lakini kwa sababu umeshaileta ile huduma, imeingia mpaka ndani ya nyumba. Bwana Yesu asifiwe. Au uhitaji tena, ukitaka kuwasha taa lazima uende TANESCO ukawaeleze kwamba sasa hebu naombeni umeme, nataka kuwasha taa pale nyumbani. Ulishaleta tayari. Wewe unachofanya ni kuwasha tu. Sasa huduma inakuwa haikomi, kwa sababu wakati wote unahakikisha umeme uko nyumbani. Kwa hiyo inakuwa ni huduma ambayo ipo masaa 24. Ukihitaji umeme wakati wote ule upo. Ndivyo ilivyo hata mbele za Mungu wetu. Anaposema ombeni bila kukoma, maana ni kwamba kuna vitu ambavyo vitakoma, kuna huduma ambazo zinakoma, kwa sababu sisi tunakoma kuomba. Kwa hiyo na yale mahitaji yanakoma, zile huduma zinakoma, kwa sababu sisi wenyewe tumekoma kumkumbusha Mungu, tunakoma kuhojiana naye, tunakoma kueleza mambo yetu, na huduma hizo zinakoma. Tuko pamoja? Tuko pamoja? Lakini anaposema ombeni bila kukoma, maana ni kwamba huduma hizo hazitakoma. Umeme huo utaendelea kuonekana wakati wote. Maji hayo yataendelea kutoka wakati wote, kwa sababu
tumeleta hizo huduma nyumbani, hazikomi hazikomi, kwa sababu kama ni bili tunalipa ya umeme, kama si ni luku, si kila kitu kipo. Kwa hiyo wakati wowote tunapohitaji hizo huduma tunapokea. Ndivyo inavyokuwa mtu ambaye anaomba bila kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Anaomba bila kukoma, kwa hiyo hakuna huduma ambayo itakoma. Ulinzi juu yake hautakoma. Bwana Yesu asifiwe. Tutakuwa na uhakika wa ulinzi masaa 24, kwa sababu ni huduma haiwezi kukoma, kwa sababu wakati wote tunamkumbusha Mungu, tunahojiana na Mungu, tunaeleza mambo yetu tunamweleza mambo yetu Mungu. Kwa hiyo ni huduma ambayo haitakoma. Sasa sivyo tulivyo watu wengi. Watu wengi tunakoma kumkumbusha Mungu, tunakoma kuhojiana na Mungu, tunakoma kujieleza. Kwa hiyo haki zetu zinakoma, na hili ni tatizo ambalo wengi hatujui, kwamba maandiko yanasema kwamba ombeni bila kukoma. Maana ni kwamba tuendelee kupata huduma hizo kutoka juu mbinguni bila kukoma, tuendelee kupata haki zetu bila kukoma, ile iwe ni riziki zetu, iwe ni ulinzi wetu, chochote kile tunachokihitaji bila kukoma. Na sisi tunaendelea kufanya mawasiliano, tunaendelea kumkumbusha Mungu bila kukoma, tunaendelea kuhojiana naye bila kukoma, tunaendelea kumweleza mambo yetu bila kukoma, na yeye anaendelea kutuhudumia pasipo kukoma. Bwana Yesu asifiwe. Sasa sivyo tulivyo. Watu wengi wanakoma kuhojiana na Mungu katika maisha yao ya kiroho, huwa wanakoma kumkumbusha Mungu, huwa wanakoma, na mambo ya rohoni hayaendi hivyo, hayaendi hivyo. Isaya 41 mstari 21. Isaya 21 mstari ule wa 41. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Unaona maneno haya? Leteni maneno yenu. Sisi hatupeleki. Wewe haupeleki maneno yako, wewe haupeleki hoja zako zenye nguvu, haufanyi hivyo. Asema Mfalme wa Yakobo. Tuwe tunapeleka hoja zetu zenye nguvu huko, tuwe tunamweleza maneno yetu tena bila kukoma. Yeye hachoki kusikiliza. Si Mungu anayechoka kwamba kwa nini wewe kutwa nzima ya leo unasema tu, unanichosha. Hakuna Mungu wa namna hiyo. Yeye ndivyo anavyofurahia kwamba huyu mwanangu ni mtu anayeniamini. Unajua, maombi tunaomba kwa imani. Bwana Yesu asifiwe. Na Mungu anapendezwa na mtu mwenye imani. Kuto kuomba ni kuto kuamini kwamba ni kweli, kwamba muda wako unaotumia, nguvu zako unazotumia wakati mwingine ni kwa kufunga na kuomba, kwamba unaamini. Sasa kuto kufanya hivyo maana ni kwamba wewe hauamini kwamba maisha yako kweli ni kwa maombi ndio utaweza kufanikiwa, kwa maombi ndipo utaweza kustawi, kwa maombi. Sasa kwa sababu hauamini, huoni sababu ya kuomba, kwa sababu hata usipoomba unaamini kwamba mambo yako yataenda tu vizuri. Lakini Bwana anasema, haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema Mfalme wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Hoja zenye nguvu, hoja zenye nguvu. Maana ni nini? Tatizo sio kuomba tu, lakini unapoomba lazima umweleze Mungu kwa nini unaomba hilo jambo, hilo hitaji lako hilo, kwa nini. Wale watu ambao wamewahi kwenda kwenye interview za kuomba kazi, ukifika kwenye interview pamoja na maswali mengine, watakuuliza
kwa nini unataka kazi hapa? Kwa nini umeomba kazi? Kwa nini umeomba kazi hapa? Wanataka kujua sababu iliyokufanya wewe uombe kazi. Sasa kwa mtu ambaye hajajiandaa na hajui kujibu maswali hayo ambayo ni ya lazima utaulizwa, unaweza ukajibu, yani jibu lako linaweza likawa rahisi sana na ikawa sababu ya wewe kutokupata kazi pale. Mimi nimeomba kazi hapa kwa sababu yani sina kazi, niko tu nyumbani nikasikia hapa kuna kazi, na mimi nifanye kazi hapa. Hiyo kazi upati, kwa sababu wao hawaajiri watu ambao hawana kazi. Mwajiri huyo ana sababu zake, na kuna mtu fulani anayemtafuta anayefaa kwa ajili ya kazi hiyo kwa manufaa yake yeye. Sio mahali ambapo wanatafuta watu ambao hawana kazi. Kwa hiyo vivyo hivyo tunapokwenda mbele za Mungu lazima uwe na hoja. Mtu anakwenda mbele, Bwana naomba unifungulie milango ya pesa. Sasa Mungu anasubiri kusikia. Unataka akufungulie milango ya pesa. Hizo pesa ni za nini? Watu huko hawaendi. Amesema Bwana nataka pesa, mimi ni mwanao, pesa Bwana, sina hela. Wewe mwenyewe katika lugha rahisi sana, katika namna rahisi sana, mtu akija kwako kama Bwana, hebu nisaidie shilingi 10,000 ndugu yangu, utataka kujua hiyo hela ya nini, alafu uanze kuona kama ana sababu za msingi umsaidie, au labda amekuja kukopa au anahitaji msaada fulani. Lazima ujue kwa nini anakuomba hilo jambo. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Unataka shilingi 5,000 ndugu yangu, unajua hela sasa hivi ngumu sana. Hiyo 5,000 ya nini? We nipe tomba. We nieleze kwanza, hamna hela, unataka 5,000 ya nini? Unajua sijaenda mjini siku nyingi sana ndugu yangu. Sasa yani kwa nataka 5,000, najua hiyo nitapata nauli, taenda kuzunguka kule Kariakoo kule Posta, tapata na kunywa soda angalau moja kidogo nirudi. Yani sijaenda mjini siku nyingi. Hiyo sababu itamfanya mtu atoe shilingi 5,000? Upati. Kwa nini hajatoa hoja yenye nguvu? 5,000 ipo na anaweza kapewa, lakini hoja aliyetoa ni nyepesi sana. Kwa hiyo hoja yake itafanya akose kupata. Bwana Yesu asifiwe. Lakini akija kasema Bwana, yani mtoto ni mgonjwa sana ndugu yangu, yani hata hela kununua Panadol sina, yuko nyumbani hapo, twende ukamwone, homa ni kali sana. Kwa hiyo nilikuwa yani angalau tu niweze kupata dawa fulani hivi nimsaidie yule mtoto. Unaweza kupewa hata zaidi ya 5,000 uliomba, kwa sababu huyu uliyemwomba sasa 5,000 ndugu yangu kwa mtoto mgonjwa itakusaidia nini? Si angalau ungekuwa kiasi fulani, sasa mimi nimeomba hiyo, maki nikomba nyingi sitapata. Basi chukua hii. Akapewa kubwa zaidi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu hoja alizotoa ni hoja zenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nasi katika kuomba twaomba, lakini twaomba vibaya. Hatupewi kwa sababu tunaomba vibaya. Tunaomba bila kutoa hoja, bila kueleza sababu. Huwezi wewe kumwendea mtu kasema tu Bwana mimi naomba hela. Hutaji kiasi. Yani hela yoyote tu. Yani yoyote tulionayo wewe nipe. Kama ni milioni nipe, kama shingapi nipe. Huyo hayuko serious. Lakini mtu ambaye ana tatizo, anajua tatizo alilo nalo, anahitaji kiasi gani cha pesa ambacho kitamaliza shida alionayo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anapokwenda mahali, hata kama ni kukopa, anakuwa ameshapanga kwamba Bwana mimi nikuja kukopa, lakini ukinipa shilingi 20,000, yani tatizo nililo nalo litaisha ndugu yangu. Naomba unikopeshe shilingi 20,000.
Watu wao wanafanya hivyo. Kwa nini basi kama ni hivyo hatumwendee Mungu na hoja zenye nguvu? Mtu anaomba tu hela, fungua milango ya pesa, fungua milango ya pesa. Hiyo milango ya pesa unataka ifunguliwe ipi? Mlango wa shilingi ngapi? Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanasema tuweze kujieleza. Haya, leteni maneno yenu, asema Bwana, toeni hoja zenu zenye nguvu, asema mfalme wa Yakobo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo si kwamba Mungu hajibu, lakini tunaweza tukaomba vibaya. Kuomba vibaya ni maombi hayo ambayo mtu hajielezi, hajielezi vizuri. Kuomba vibaya ni pamoja na kutoa hoja, tena hoja zenye nguvu. Kwa nini unaomba au umeleta maombi hayo? Kwa sababu gani? Huna hoja yoyote. Huko nako ni kuomba vibaya, na inaweza kuwa chanzo cha kukosa au kutokupokea au kutokujibiwa maombi yetu tunayoomba. Kwa hiyo tunapokuwa katika maombi lazima tujue, tujipange, tunaenda kuomba nini. Wakati mwingine mtu unaumwa, sawa, tunajua kwamba udhaifu upo, alafu unakwenda mbele za Mungu, unaomba Mungu akuponye. Bwana niponye. Umeeleza haja yako, toa hoja sasa yenye nguvu, upone ili iweje? Unataka kupona ugonjwa ulio nao, Mungu anakuuliza hoja yako ni nini ili iweje? Kwa sababu kufa nako ni mpango wa Mungu. Sasa wewe hutaki kufa, unataka kupona, alafu iweje? Mungu anataka kujua. Unataka kupona ili ukiwa mzima ukalewe pombe. Unataka kupona ili ukiwa mzima wende ukafanye kila aina ya udhalimu. Unataka kupona ukipata afya, unataka kufanya nini? Kwa hiyo kama una hoja zenye nguvu, ni heri tu wakati huo ukafa. Kama ni mbinguni, basi ukaenda mbinguni, kuliko ukaendelea kuponywa ukawa mzima alafu ukawa unaiharibu nchi. Bwana Yesu asifiwe. Una hoja ya nguvu. Unataka uzima wa nini? Unataka uongezewe siku za kuishi, iweje? Hizi siku unazotaka kuongezewa hizo, unataka kufanya nini ambacho bado hujafanya? Unataka uendelee kufanya nini? Una hoja. Huyo ana hoja, huyo mchukueni, unaondoka. Kwa sababu huna hoja, yani umeshindwa kujieleza. Unataka uwe nzima, unataka kuishi, ufanye nini? Una hoja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tunapokuwa tunamwomba Mungu, lazima tujiangalie. Angalia kwa mfano Yesu anawaponya watu, anasema mwanangu, nimekusamehe dhambi zako. Ni mgonjwa huyo, anasamehewa dhambi, alafu anaponywa, anakuwa na uzima, anakuwa, alafu anakutana naye tena baadaye, anamwambia angalia, usifanye dhambi tena, lisije likakupata jambo baya kuliko hilo la kwanza. Kumbe hapa tunaweza kugundua kwamba Yesu katika mambo ambayo hayambariki katika maisha ya mwanadamu ni maisha ya dhambi. Akikutana na mtu tu anamsamehe dhambi, alafu anamponya. Kwa hiyo wanadamu tangalijua kwamba maisha yetu, hata tunapomwendea Mungu ili aweze kutuponya, aweze kutufanyia mema, jambo la kwanza ambalo tungaliweza
Kutoa hoja mbele za Mungu ni kuombea Mungu, nisaidie mimi nisiweze kuishi tena na kutenda dhambi maishani mwangu. Na tena maisha hayo ambayo yanaendelea lazima yawe na faida katika ufalme wake Mungu. Yawe ni maisha ya kumtumikia Mungu, usimtumikie shetani. Bwana Yesu asifiwe. Wengi sana wanakuwa na maisha ya kutumikia maovu, na hata baada ya kuponywa hawawazi kwamba huyu Mungu ambaye wanamwendea ili waponye ni Mungu ambaye hataki maovu na hataki watu wamtumikie shetani, kwa sababu tangu mwanzo alimuumba mwanadamu ili mwanadamu antumikie Mungu. Sasa ni hoja gani tunazozipeleka mbele zake Mungu? Ndio maana ni muhimu kwamba chochote kile ambacho tunakipeka mbele za Bwana na kuomba, usiache kukumbuka kwamba Mungu anataka maisha yetu yawe ni kwa faida yake. Bwana asifiwe. Kama ni utumishi, uwe kwa faida yake Mungu. Amen. Uzima na nguvu tunazokuwa nazo iwe ni kwa faida yake Mungu. Hezekia alitoa hoja wakati anaumwa, na Mungu amemwambia kwamba atakufa, hatapona ugonjwa alionao, lakini alitoa hoja zenye nguvu mpaka Mungu aligairi neno ambalo alilinena juu yake Hezekia, akamwongezea miaka mingapi? Miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Zaburi ya 32 mstari ule wa 6. Zaburi 32 mstari wa 6. Kwa hiyo kila mtu mtaua akuombe wakati unapopatikana. Hakika maji makuu yafurikapo hayatamfikia yeye. Kila mtu mtaua amombe Mungu wakati anapokuwa anapatikana. Je, ni wakati gani Mungu anapatikana na wakati gani Mungu hapatikani? Kupatikana kwake Mungu ni nafasi ile ambayo sisi tunakuwa nayo ya kuweza nafasi tunayokuwa nayo na muda tunayokuwa nao wa kwenda mbele za Mungu katika maombi. Wakati tunapokuwa tuna uzima, wakati tunapokuwa tuna afya, wakati tunapokuwa tuna nguvu, wakati tunapokuwa tuna akili zetu, huo ni wakati ambao Mungu anapatikana. Kuna wakati Mungu hapatikani, kwa maana ya kwamba sisi tunakuwa tumepatwa na mambo ambayo hayatupi tena uwezo wa kuomba, hayatupi tena muda, hayatupi tena nguvu, hatuna nguvu. Huo ni muda ambao Mungu hapatikani. Unaweza kuona kuna watu wengine ambao inashindikana wao wenyewe kuomba, inabidi tuwaombee. Yeye mwenyewe hawezi kuomba, inabidi aombewe. Huo ni wakati ambao kwake Mungu hapatikani, maana amepatwa na jambo ambalo sasa hawezi yeye mwenyewe kama yeye kutoa hoja zenye nguvu, yeye kama yeye kujieleza mbele za Mungu, yeye kama yeye kumkumbusha Mungu, hawezi wakati huo. Kwa hiyo wakati huo kwake mtu huyo Mungu hapatikani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo maandiko yanasema kwamba kwa hiyo kila mtaua akuombe wakati unapopatikana. Kama hivi tulivyo hapa, ni wakati ambao Mungu kwetu anapatikana, ni wakati wa kumwomba Mungu, kwa sababu kuna wakati ambao Mungu hatapatikana, lakini maji makuu yafurikapo hayatakufikia wewe katika jina la Yesu. Wakati Mungu anapokuwa anapatikana, ndio wakati ambao unaweza ukamkumbusha Mungu sasa. Kwa hiyo watu wengine wanao muda na Mungu anapatikana, lakini hawana shida naye, hawautumii wakati huo kumkumbusha Mungu, hawautumii wakati huo kuhojiana na Mungu, hawautumii wakati huo kujieleza, hawautumii wakati huo kuomba bila kukoma.
Kwa hiyo wao wenyewe wanakuwa sababu ya huduma mbalimbali zinasimama, kwa sababu Mungu anapatikana kwao, lakini wao hawana muda huo wa kumtafuta Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo ni muhimu sana kutumia muda huu muda tutakuja kutafuta wakati mmoja na hatutaupata. Maandiko yanasema kwamba hapo mwanzo ulikuwa unavaa mwenyewe nguo zako, lakini utafika wakati wengine watakuvisha. Wewe hutaweza tena kuvaa nguo, hutakuwa na nguvu tena za kuvaa, kujivalisha mwenyewe, hutakuwa na uwezo tena. Itabidi wengine watoke huko waje wakuvalishe. Tayari ni wakati ambao huwezi kusimama, na ni wakati ambao kwako hata Mungu atakuwa hapatikani kwako. Kwa hiyo maadamu Mungu anapatikana, basi huo ndio wakati wa kumwomba Mungu. Huo ndio wakati wa kujieleza. Huo ndio wakati wa kutoa hoja. Unajua kutoa hoja inafikirisha kidogo, na unajipanga, unatumia akili kutaka kujua kwamba hapa natoa hoja gani ambayo itakuwa ina nguvu. Kwa hiyo inakuwa ni wakati mzuri, kwa sababu ni kama mtu anayejiwekea akiba kwa ajili ya baadaye. Amen. Kuna wakati wa kuweka akiba, wakati wa amani, wakati una nguvu, wakati una muda. Huo ni wakati wa kujiwekea akiba yako ya rohoni. Ni wakati Mungu anapatikana kwako. Usitumie vibaya nafasi hiyo. Ezekiel sura ya 22 mstari wa 29 mpaka 31. Ezekiel sura 22 mstari wa 29 mpaka mstari wa 31. Watu wa nchi wametumia udhalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, naam, wamewatenda jeuri maskini na wahitaji, nao wamewaonea wageni bila haki. Nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao, nimewateketeza kwa moto wa hasira yangu, nami nimeileta njia yao wenyewe juu ya vichwa vyao, asema Bwana Mungu. Wakati wote Biblia kwamba watu wa nchi wametumia udhalimu, wamenyang'anya kwa nguvu, naam, wamewatenda jeuri maskini na wahitaji, nao wamewaonea wageni bila haki. Watu wa nchi. Katika neno hili la kujieleza ili tupate kupewa haki yetu, kuna mambo ambayo Mungu anahesabu kama haki ya watu katika nchi. Tanzania, kama ilivyo Tanzania kwa mfano na nchi zingine, ipo haki ambayo Mungu anaihesabu kwamba hii ni haki wanayostahili wa Tanzania. Lakini sasa ujue katikati ya Watanzania wako watu waovu. Bwana Yesu asifiwe. Wako watu waovu, sema wako watu wametumia udhalimu, wako wachawi, wako watu wanafanya dhambi, wamenyang'anya kwa nguvu, wako watu wanafanya jeuri, si maskini, wahitaji. Kuna uovu wa kila namna ambao unaendelea miongoni mwetu kama nchi ya Tanzania. Kuna watu wema na kuna watu wabaya. Sasa Biblia inasema kwamba Mungu anatafuta mtu miongoni mwetu atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zake mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao. Kwa hiyo sisi pia tunao wajibu wa kusimama
na kujieleza na kuojana na Mungu kwa ajili ya haki tunazopewa katika nchi. Amen. Watu wanapokuwa wanasema kwamba sisi wanahitaji amani, tunahitaji mvua ziwe zinanyesha, tupate chakula, kuna vitu vingi tunavihitaji hapa ili nchi kama nchi ipate kuendelea. Kwa hiyo katika kujieleza hatuangalii tu mambo ya nafsi zetu wenyewe. Usiangalie mambo yako wewe mwenyewe peke yako, lakini katika kuomba na kujieleza na kuojana na Mungu tupate kupewa haki zetu. Kuna haki zingine ambazo tunazipata kama haki katika nchi. Kwa hiyo kwa sababu wako watu ambao wanaharibu, wako waovu, wako wadhalimu, wako watu wasiotenda haki, wako watu ambao wanaonea wajane na yatima. Kwa hiyo hatuna budi sisi katika kuomba kuja mbele za Bwana na kuiombea nchi, hata na kufanya toba kwa ajili ya nchi, ili Mungu asije akakoma kuitendea mema nchi yetu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anasema akaangalie kama yuko mtu mahali ambaye analijenga boma, anaomba, anaiombea nchi, uovu mbalimbali ambao unatendwa, unafanywa katika nchi, kwamba yuko mtu ambaye anaomba rehema mbele za Mungu kwamba Bwana tusamehe wa Tanzania, Bwana uturehemu wa Tanzania, maana tumekutenda dhambi. Ijapokuwa sio wewe, lakini ujue wako dhalimu wako. Kwa hiyo Mungu anaangalia katika nchi kama wako watu waombezi ambao wanahojiana na Mungu, wanajieleza, wanatoa hoja mbele za Bwana ili tuweze kupewa haki zetu kama nchi ya Tanzania. Wasipokuwepo waombezi kama hao, Mungu anasema kwamba yeye ghadhabu yake itakuja kusimama kama anavyosema hapa, nami nikatafuta mtu miongoni mwao atakayelitengeneza boma na kusimama mbele zangu mahali palipobomoka kwa ajili ya nchi, nisije nikaiharibu, lakini sikuona mtu. Kwa sababu hiyo nimemwaga ghadhabu yangu juu yao. Sisi waombaji tusiache kuikumbuka nchi yetu katika maombi. Amen. Tuwe tunaikumbuka nchi yetu, hata kama wewe unaona kwamba ni mtakatifu, lakini ujue unakaa katika nchi yenye watu wa aina mbalimbali. Unakaa katika nchi ambayo wako waovu. Unakaa katika nchi ambayo kuna wauaji. Ukisema kwani mimi ninaua? Mungu akiangalia ikiwa hakuna mtu ambaye anaiombea nchi, aliyesimama kwa ajili ya kujenga mahali palipobomoka, hatimaye ghadhabu yake Mungu itakapokuja, itakuja juu ya waovu, na atakapozuia mvua isinyeshe, na wewe ambaye ulikuwa unajihesabia haki uko umo, na itakuwa ni shida. Anaangalia ikiwa yuko mtu. Kwa hiyo mtu mmoja anayeomba na kuiombea nchi ili nchi ipate haki zake. Kuna haki za nchi, kwa mfano mvua ambayo inaotesha mazao na vyakula ambavyo tunakula wote. Hakuna kusema labda hii ni kwa ajili ya waovu. Hapana, tunakula wote. Vinatakiwa vyakula sokoni, viwepo sokoni, tunakula wote. Sasa wenye haki wakisimama na kuomba na kuiombea nchi, Bwana anasema ataiponya nchi hiyo, na nchi hiyo itapata haki zake katika jina la Yesu. Kwa hiyo si kwamba nchi inaneemeka kwa sababu wote wameokoka, wote wanamjua Mungu, wote wanaenda kanisani. Hapana. Lakini wale wachache wenye haki wanao uwezo wa kuibeba nchi katika maombi. Amen. Kwa hiyo sisi tunaolitambua hili, kwa kufanya hivyo tunaiombea nchi, ndipo tutakapoona vile vile ndani ya nchi yetu watu wanageuka, wanamgeukia Bwana, kwa sababu wako watu ambao tunaiombea nchi kwamba iwe ni nchi ambayo inamgeukia Mungu wetu katika jina la Yesu. Na Bwana anatenda katika jina la Yesu. Amen. Na kwa mfano ule wa Hezekia. Hezekia alikuwa ni mtu wa kujenga hoja.
Yaani katika watu ambao walikuwa wanajua kuomba, Hezekia alikuwa ni muombaji mzuri sana. Na ndio maana katika kuomba kwake alikuwa anapata majibu haraka sana. Ilikuwa ni kwa sababu ya hoja. Alikuwa anajua kujenga hoja. Na hata leo watu wanaojua kujenga hoja ni watu ambao wanafanikiwa kwa sababu wanasikilizwa. Mtu anaongea vitu vya maana, anasikilizwa, anajenga hoja. Sisi watu tuliokoka wanatakiwa mtu binafsi uwe na uwezo wa kujenga hoja. Amen. Katika maombi yako uwe unaweza kujenga hoja, usikurupuke tu kuomba, uwe unajenga hoja. Na ni rahisi sana kujenga hoja kwa sababu sisi tunajenga hoja kupitia maandiko. Bwana Yesu asifiwe. Unamkumbusha Mungu kwa sababu yale tunayoomba sio mapya, yako ndani ya Biblia. Na wako watu ambao waliomba kama sisi tunavyoomba leo. Wako watu ambao walikuwa na mahitaji kama jinsi ambavyo leo sisi tulivyo na mahitaji. Wako watu ambao waliugua kama jinsi ambavyo sisi leo nasi tunaugua. Katika kila eneo wako ambao walitangulia. Tunaweza tukajenga hoja zetu mbalimbali kupitia katika mifano na maandiko ya watu hao, jinsi ambavyo waliomba, tukamkumbusha Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tukamkumbusha Mungu kupitia maandiko hayo, kupitia haja zetu hizo. Hebu tuangalie mfano hapa wa Hezekia tunapokuwa tunamalizia. Wafalme wa pili sura 19 mstari wa 10 mpaka 19. Wafalme wa pili sura ile ya 19 mstari wa 10 mpaka 19. Mistari iko mingi sana hapa, lakini tunataka kupata mambo kadhaa ya kuyafahamu. Mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumaini. Hapa kulikuwa na mjumbe mmoja ambaye alitumwa kutoka kwa mfalme wa Ashuru aje alete taarifa hizi kwa Hezekia. Sasa mjumbe yule amekuja, amekutana na watu ambao sasa anawapa ujumbe huu wampelekee Hezekia mfalme. Ndipo anaposema, mwambieni Hezekia mfalme wa Yuda maneno haya mkisema, asikudanganye Mungu wako unayemtumaini, akisema Yerusalemu hautatiwa katika mikono ya mfalme wa Ashuru. Tazama, umesikia ni mambo gani wafalme wa Ashuru waliozitenda nchi zote kwa kuziangamiza kabisa. Je, utaokoka wewe? Je, miungu ya mataifa wale ambao baba zangu waliwaangamiza imewaokoa? Yaani Gozani na Harani na Resefu na wana wa Adini waliokuwa katika Telasari. Yuko wapi mfalme wa Hamati? Hapa sana huyo mtu anatoa mifano ya wafalme ambao huyo mfalme wa Ashuru alishawashinda. Yuko wapi mfalme wa Hamati na mfalme wa Apadi na mfalme wa mji wa Sefavaimu na Wahena na Waiva? Basi Hezekia akaupokea waraka katika mikono ya wale wajumbe. Hezekia alikuwa ni mfalme, akaupokea huo waraka. Bwana Yesu asifiwe. Akausoma, kisha Hezekia akapanda akaingia katika nyumba ya Bwana, yani kanisani kama hapa. Akaingia katika nyumba ya Bwana akaukunjua mbele za Bwana. Naye Hezekia akaomba mbele za Bwana akasema, Bwana Mungu wa Israeli. Anaomba sasa Hezekia, Bwana Mungu wa Israeli, ukae juu ya makerubi, wewe namu wewe peke yako ndiwe Mungu wa falme zote za dunia. Wewe ndiye uliyeziumba mbingu na nchi. Angalia maombi ya Hezekia hapo. Kwanza anaanza kumsifu huyo Mungu kwamba ni Mungu wa aina gani. Unapoanza kuomba, msifu Mungu. Amen. Msifu Mungu katika uweza na nguvu zake.
Usikimbilie tu kwenye mambo yako. Hezekia huyu, wewe ndiwe uliyeziumba mbingu na nchi. Tega sikio lako, Bwana, usikie. Fumbua macho yako, Bwana, uone. Uyasikie maneno ya Senakeribu ambayo amemtuma mtu aje nayo, ili kumtukana Mungu aliye hai. Ni kweli Bwana, wafalme wa Ashuru wamewaharibu mataifa na nchi zao, na kuitupa miungu yao motoni, kwa maana haikuwa miungu, bali ni kazi ya mikono ya wanadamu, ilikuwa miti na mawe tu, ndiyo sababu ukaiharibu. Basi sasa, Bwana Mungu wetu, utuokoe na mkono wake, na kusihi, ili kwamba falme zote za dunia zipate kujua ya kuwa wewe ndiwe Bwana Mungu, wewe peke yako. Unasikia hayo maombi? Sasa nimefupisha hii habari. Baada ya maombi haya, Mungu akamtokea nabii anaitwa Isaya, akamwambia, nenda kwa Hezekia, mpelekee hayo majibu. Majibu hayo yalikuwa ni makali. Akaambiwa Hezekia asiogope, asiogope. Huyo mfalme huyo na majeshi yake hawataingia Yerusalemu, wala hawatarusha mshale hata mmoja ndani ya Yerusalemu, maana Mungu mwenyewe ataulinda Yerusalemu, na kwamba njia walioijia hao watu, njia hiyo hiyo watarudi nyuma, hawataingia katika mji wa Yerusalemu. Kisha tokea usiku huo huo, Mungu akatuma malaika, akaingia katika kambi ya Waashuri, hayo majeshi ya adui hayo. Malaika akaingia huko usiku, akawaua wakiwa usingizini. Walipoamka asubuhi, wale waliosalia wanaangalia namna hii, yani ile kambi imejaa maiti. Kuhesabu watu 185,000 wote maiti wamekufa. Hiyo vita haikupigana tena, vile vitisho walivileta vile ndio iliishia hapo hapo. Waliobakia wakakimbia, wakarudi, maana wakujua hata wenzao wao wamekufa na nini. Wanaamka asubuhi tu hivi wamekufa. Lakini ni nini? Ni hoja zenye nguvu alizozitoa Hezekia katika maombi yake, katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ni huyu Hezekia ambaye alitumiwa ujumbe kwamba atakufa wakati wa ugonjwa wake, atakufa hatapona. Biblia inasema kwamba Hezekia akageukia ukutani. Alipogeukia ukutani, Hezekia akaanza kuomba. Ukisoma yale maombi yake alivyokuwa naomba mbele za Mungu, Mungu mwenyewe akagairi, akamtuma tena Isaya kwamba nenda kwa mtumishi wangu Hezekia, mwambie hata kufa, nimeongeza miaka mingine 15. Oh, Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukifuatilia ni jinsi ambavyo huyu mtumishi wa Mungu, huyu mtu wa Mungu alivyokuwa anaomba, alivyokuwa anajieleza, alivyokuwa anahojiana na Mungu. Maana ukiangalia katika kitabu kile cha Isaya, alipoambia kwamba ugonjwa huu hutapona, alihojiana na Mungu, akamwambia Mungu, mimi ni mtu ambaye nimekwenda mbele zako kwa haki. Ni kweli hapa nimeteleza, lakini hebu angalia jinsi ambavyo mimi nilivyotembea mbele zako kwa uaminifu. Mungu akaangalia kwa na mambo yale ni kweli, akagairi kwamba basi Hezekia, hutakufa, nimekuongezea miaka ya kuishi. Lakini nini? Hoja zenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Soma pale katika Isaya sura ile 38 mstari wa 1 mpaka ule wa 5. Isaya 38 mstari wa 1 mpaka wa 5. Siku hizo Hezekia aliugua, akawa katika hatari ya kufa, na Isaya nabii mwana wa Amozi akaenda kwa mfalme akamwambia, Bwana asema hivi, tengeneza mambo ya nyumba yako, maana utakufa wala hutapona. Ni Bwana, ni Mungu mwenyewe anasema hapo. Basi Hezekia
akajigeuza, akaelekeza uso wake ukutani, akamwomba Bwana, akasema, Bwana, kumbuka haya. Anasema kumbuka, anamkumbusha Mungu, anamwambia kumbuka haya, na kusihi kwamba nimekwenda mbele zako katika kweli na kwa moyo mkamilifu na kutenda yaliyo mema machoni pako. Hezekia akalia sana sana. Ikawa neno la Bwana likamjia Isaya kusema, enenda ukamwambia Hezekia, Bwana Mungu wa Daudi baba yako asema hivi, mimi nimeyasikia maombi yako, nimeyaona machozi yako. Tazama, nitaziongeza siku zako kiasi cha miaka 15. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wakati mwingine tunakosa maarifa. Mtu anaomba, anarudia tu yale maneno, hana maelezo, hajielezi, hamkumbushi Mungu, haujiani na Mungu, haelezi mambo yake. Ndio maana sasa wakati mwingine unakuwa huna hayo ya kutenda, kwa sababu wakati huu unapokuwa una nafasi ya kumtumikia Mungu na ukawa na mambo ambayo utamkumbusha Mungu, ukawa na mambo ambayo utajieleza mambo ya Mungu, ndivyo utakavyoshindwa baadaye kuwa na maombi ambayo utaweza kujenga hoja zenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ikiwa wewe ni mtumishi wa Mungu, wewe unafanya kazi ya Mungu, wewe unajitoa kwa ajili ya Mungu, wewe unatumika mambo mengi, miaka mingi umo unatenda kama jinsi ambavyo Hezekia anavyomkumbusha Mungu kwamba mimi nimeenenda mbele zako katika kweli na katika ukamilifu. Akaomba, akalia sana sana, anakumbusha Mungu. Hatimaye maombi yale kulikuwa ni maombi yenye nguvu, yana hoja zenye nguvu, yana maelezo yaliyojitosheleza tena ya kweli. Bwana yeye ambaye amesema hata sahau, anasema yeye si dhalimu hata asahau kazi ambayo mtu ameitenda. Bwana Yesu asifiwe. Sio dhalimu. Mungu anakumbuka yoyote yale ambayo unayafanya sasa hivi kwa ajili ya Bwana, uliyafanya miaka iliyopita. Wewe umesahau. Usidhani kwamba Mungu amesahau. Hapana. Kipo kitabu cha ukumbusho kule juu mbinguni ambacho kina rekodi mambo yote ambayo wewe unayatenda duniani kwa ajili ya utumishi wowote ule, kwa ajili ya kazi ya Bwana, na haya yana sehemu kubwa sana mbele zako hata wakati wa kuomba. Amen. Amen. Kwa sababu hiyo ni swala la kujieleza tu. Kujieleza tu. Tumkumbushe Mungu. Hojiana na Mungu. Eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Badilisha maombi yako. Maombi yako yawe na vitu ambavyo vinabeba uzito. Hampati kwa sababu mwaomba vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Mahali pale ulipo, simama juu. Simama juu. Omba bila kukoma. Usiweke ukomo maombi yako. Maadamu bado tunaendelea kuishi, maadamu bado tunahitaji, haja zetu ni endelevu. Sio kwamba ni za siku mbili au siku tatu, hapana. Tuna mahitaji yaliyo endelevu katika maisha yetu. Afya ni endelevu, ulinzi ni endelevu, ustawi ni endelevu. Si vitu ambavyo tunavihitaji sasa hivi alafu kesho tuvihitaji tena, hapana. Tuna maandiko yanasema kwamba ombeni bila kukoma. Eleza mambo yako. Nikumbushe, eleza mambo yako. Toa hoja zako. Toa hoja zako zenye nguvu upate kupewa haki yako. Kwa hiyo hata sasa hatujaomba. Yesu akasema hivi, hata sasa mjaomba, siku ile hamtaniuliza neno lolote. Maana yeye anajua kwamba hajapungukiwa na kitu chochote, anavyo vyote. Chochote tunachokihitaji kwa Mungu wetu. Yeye ni Mungu asiyeshindwa. Yeye ni Mungu ambaye hana ukomo. Yeye ni Mungu ambaye hakuna asiloliweza. Hakuna lolote lililo gumu. Anachotaka kutoka kwetu tumkumbushe, tueleze mambo yetu, tutoe hoja zetu zenye nguvu.
Yeye ni Mungu anayesikia, yeye ni Mungu anayejibu, na ni yeye mwenyewe ambaye ametuagiza tufanye hivyo. Pasipo shaka Bwana atatenda zaidi ya yale ambayo tumeomba, maana ataona umuhimu wa kufanya hivyo katika jina la Yesu. Njoo mbele za Bwana, njoo mbele za Bwana, mkumbushe Mungu, hojiana naye, jieleze. Mungu anasikia na yeye atatenda. Paza sauti yako, omba, omba. Mwambie Bwana, asante kwa ajili ya neno hili. Asante kwa ajili ya siku hii njema. Asante Baba kwa ajili ya neno hili, maana ni neno ambalo limenifundisha